Hivi nani amekwambia wewe mwanamke ya kwamba mwanaume ndio anakuambukiza UTI? Nani amekwambia ya kwamba ukikutana na mwanaume ndio unapata fungus, ndio sijui uchafu unaanza kutoka? Amekwambia nani? Iko hivi, tukiweka wanawake 10 ambao wana UTI, basi wanawake 8 mpaka 9 wamepata UTI kutoka kwenye mwili wao wenyewe, yani wanajiambukiza wenyewe. Iko hivi, UTI ni maambukizi katika mfumo au tuseme njia ya mkojo. Inawezekana kama mwanzoni au ndani zaidi. Sasa mara nyingi kwa zaidi ya 90% na mdudu anayepatikana huko ambaye analeta shida kwenye mfumo wa mkojo tunamuita E. coli, anapatikana kwenye njia ya haja kubwa. Ana kazi zake. Maana yake mazingira yoyote ambayo yatamhamisha kutoka hapo kumleta kwenye mfumo wa mkojo ndio unapata UTI. So hawa wanawake wanaobakia katika wale 10 niliyosema, wale 9 tumesema wanajiambukiza wenyewe. Hawa labda mmoja au wawili wanaobakia ndio wanaweza wakaambukizwa na mwanaume. Tena sio wanaambukizwa, wanasambaziwa. Ni kwamba wakati wa lile zoezi la kulima, kile kilimo cha usiku, mwanaume akichukua maungo yake anagusa ile sehemu iliyopo kati ya njia ya haja kubwa na njia ya mzinga. Kwa pale katikati tunapaita perineum. Au ikatokea kwa bahati mbaya akagusa karibu na kwenye njia ya haja kubwa, ndipo anawachukua na wahamishia huko. Na kama hakuko poa, ute hakuna, mwanamke kinga yake iko chini, manake wanasogea, wana migrate juu, wanaenda kupeleka, wanapita kwenye njia ya mkojo, wanaenda kusababisha UTI. Simple like that. Labda iwe mwanamke let's say ana changamoto nyingine au anafanya tendo kwa njia ya haja kubwa intentional, kwamba anachukua uume wake huku anahamishia kwenye tundu jingine. Sawa, itapelekea UTI. Lakini kwa mazingira machache sana mwanaume ndio atakusababishia UTI. So acha kumsingizia, acha kuamini ya kwamba fulani ndio amenipa UTI. Mara nyingi wanawake wanafika wanasema nilivyoanza kukutana na mwanaume X ndio nikaanza kupata kero hii, nikaanza kupata miwasho, nikaanza kufanya hivi. Kinachotokea ni kwamba mwanaume ukikutana naye unakuwa umedisturb pH, unakuwa umedisturb kinga katika mazingira yale. Kwa hiyo unakuwa rahisi kupata fungus kuzaliana kwa wingi na infections nyingine. Ni kwamba tu wana expose kwamba shida iko wapi, ila sio kwamba mwanaume anaweza kukuingilia wewe leo alafu ukaetu ukasema eti nimepata UTI. Chances hakuna. Labda kwa kuna mazingira au kuna vitu ambavyo vimeshusha kinga. Mfano mtu labda kama anatumia baadhi ya dawa ambazo zinashusha kinga au matumizi holela ya antibiotics, kujisafisha vibaya au kutokuvaa chupi za pamba, na maanisha unaruhusu mazingira ya unyevunyevu katika hivyo via. Nadhani kuhusu kujisafisha tumeshaeleza sana. Ndio maana comment inaeleza hivyo. Sasa nakuuliza swali. Je, unadhani ni kwa nini wanawake ndio ambao wanalalamika sana UTI? Kwa nini wagonjwa wengi wa UTI ni wanawake na sio wanaume? Ukishia makala na rafiki utakuwa umetisha. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.